Kwa hiyo, uko kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anaisaliti ndoa yake kwa ajili yako. Uko kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anasema anakupenda wewe zaidi kuliko mume wake. Uko kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anamsema mumewe vibaya kwako. Anakwambia mume wake hana nguvu za kiume, mume wake hajui kubembeleza, mume wake hafanyi nini na nini. Uko kwenye mahusiano na mwanamke wa namna hiyo. Kwa hiyo, uko kwenye mahusiano na mwanamke ambaye simu ya mumewe ikiita akiwa na wewe, hapokei kabisa kwa dharau. Na wewe unaamini uko sehemu sahihi. Unaamini wewe ni mwanaume wa maana sana kwa huyo mwanamke. Hapana, wewe sio mwanaume wa maana kwake. Ni vile tu wewe huelewi formula ya mwanamke huyo. Huyo mwanamke sio sahihi kwako wala kwa mume wake. Kwa hiyo usije ukafikiri yeye kumkana mume wake ni sababu ya wewe kuwa mwanaume perfect kwake. Hapana, wewe sio special kiasi hicho. Naomba niwape story ya kaka mmoja ambaye yeye yalimkuta kwa sababu ya kumwamini sana mwanamke ambaye alikuwa anaisaliti ndoa yake kwa ajili yake. Huyo kaka anasema alikuwa kwenye mahusiano na mke wa mtu kwa miaka kadhaa. Anasema huyo mwanamke alikuwa anampenda sana kiasi kwamba yule mwanamke akawa anajiachia mpaka anabeba ujauzito. Yule kaka akawa anamwambia mwanamke, bwana, huwezi ukazaa huyu mtoto kwa sababu wewe uko kwenye ndoa yako. Kwa hiyo kila yule mwanamke alipokuwa akishika ujauzito walikuwa wanatoa. Walitoa mimba zikafika 6. Jamani, baadhi ya wanawake wana mambo mengi sana kuliko hata wanavyotetewa. Mtu yuko kwenye ndoa yake, lakini anabeba ujauzito wa mwanaume wa nje na anazitoa hizo mimba mpaka zinafika mimba 6. Ni vitu vya ajabu sana. Huyo kaka anasema, inaonekana mume wa yule mwanamke alichelewa kugundua, lakini ilifika siku akagundua. Akaanza kumpiga sana mke wake, kutaka amwambie anatoka na nani. Lakini mke alikataa kata na akamficha, yani hakutaka kabisa kumtaja huyo mwanaume. Na hapa wanaume chukueni somo. Ukiona mwanamke wako anamficha sana mwanaume aliyetoka naye, yani wewe ujue kabisa huyo mwanamke sio wa kwako tena, ameshahamia huko mazima. Basi huyo kaka anasema huyo mwanamke alipigwa sana na akawa anakataa kumtaja. Ilipofika wakati yule kaka anasema akamwambia mwanamke kwamba bwana, haya mahusiano yetu yafike mwisho, kwa sababu wewe kwa staili yako hiyo ya kuwa unapigwa na mume wako kila siku, mume wako asije akaja akakuua kwa ajili yangu. Mwanamke akamwambia sawa, kama umeamua mimi na wewe tuachane, lakini mimi mwenzako hapa nilipo nina mimba yako tena, mimba ya 7. Yule kaka anasema na mimi nilikuwa nampenda sana yule mwanamke. Yule mwanamke alikuwa ana shepu. Yule kaka anavyonihadithia, huyo mwanamke alimvutia, anasema alikuwa na shepu, alikuwa ni mweupe, ana shepu, amejichonga vizuri. Yaani mimi dada, kwa kweli muonekano wake ulikuwa unanivutia sana. Basi anasema nilivyoona alikuwa ananionyesha sana upendo na alipigwa akanificha mimi kunitaja, nikajua ananipenda sana. Nikamwambia kwamba basi wewe nenda kalete vurugu huko kwenye ndoa yako, ufanye uwezalo, hiyo ndoa ifanye nifike mwisho, uje nikuoe. Na kweli huyo dada afanya vurugu kwenye ndoa yake ikafika mwisho, akaondoka. Kweli huyo kaka anasema dada nikamuoa. Nimekaa naye akajifungua mtoto vizuri, maisha yetu yalikuwa tu vizuri. Baadaye nikapata kazi. Hiyo kazi nikawa naanza kusafiri, yani naenda kukaa huko kwa muda kisha narudi nyumbani. Anasema dada, hapo ndipo nilipoanza kuyaona mabadiliko kwa yule mwanamke. Anasema akaanza kuona tabia zake hazielewi. Kila akimuuliza anamkwepa. Kumbe tayari yule mwanamke ameshaanza kuwa na mahusiano na watu wengine. Kwa sababu mimi nasema tu ukweli, kunguru afugiki hata umpeleke wapi. Mtu ambaye alisaliti ndoa yake kwa ajili yako, hata wewe sio mwanaume wa maana kwake. Yaani hata wewe kwako atapita tu. Anasema huyo kaka kwamba ikafika kipindi mwanamke alimpigia simu akamwambia sijui naomba hela nikatoe jino, sijui nini na nini. Basi yeye maelezo ya kuyaelewa, lakini akawa amempa tu pesa. Anasema siku nyingine amekaa, mwanamke akampigia simu, akamwambia, mimi nimepata mshtuko, natokwa na mabonge ya damu." Umepata mshtuko? Yule mwanaume anasema mimi nikashangaa, "Mshtuko gani?" Akapiga simu kwa dokta, alikuwa na dokta wake, akamuuliza, "Bwana dokta, eti kuna mshtuko wa mtu kutokwa na damu za mabonge kama maelezo ya mwanamke aliyotoa?" Yule dokta akamwambia, "Bwana, kunaga kitu kama hicho, hakunaga mshtuko wa aina hiyo. Huyo mwanamke labda atakuwa ametoa mimba." Huyo kaka ndo anashtuka. Ametoa tena mimba? Basi huyo kaka anasema akaamua kufunga safari kwamba hapa sasa niende nikafanye nini? Nikampime mimi mwenyewe nione je, alitoa mimba au hakutoa mimba. Anasema kwanza dada, hiyo siku kabla sijaondoka nililewa sana, nilichanganyikiwa. Nikaona mbona huyu tena ananiletea pigo zile. Yaani mambo ambayo yalitoka nayo kule mpaka leo ananifanyia na maana na mimi. Anasema yule kaka nilisafiri mpaka nyumbani. Yaani nimebeba na kipimo ile nafika tu. Nikamwambia pima mimba.
Mwanamke akaanza kukataa, "Oh, mimi siwezi nikapima mimba. Kwa nini nipime mimba?" Na wanawake mnanielewa, ukishakuwa na ujauzito, ule ujauzito kama umeutoa na hazijapita hata wiki 2, mara nyingi sana wanasema bado huwa inaonyesha kama una ujauzito, kwa sababu bado yale masalia yanakuwa hayajaisha na bado unakuwa mwili wako bado unakuwa unasoma wewe kama mjamzito. Hata kama hiyo mimba imeporomoka, kuna muda mfupi utatokea bado utaendelea kuonekana mjamzito. Yule kaka anasema aliporudi akamgombeza sana mwanamke. Mwanamke akaanza kusema, "Kwa nini nipime mimba?" Anakuwa mkali kwa sababu anaogopa, anajua kabisa nikipima mimba imo. Umeona? Akaenda kupima. Kupima kweli mwanaume anaona mimba ipo. Sasa dada, niligombana sana na yule mwanamke. Na kibaya zaidi nikaja kugundua kwamba inaonekana hiyo mimba sio ya kwanza kuitoa. Yaani inaonekana hiyo mimba ilikuwa ni ya pili. Kuna mimba ya kwanza aliitoa na alivyobeba mimba ya pili aliona aibu kwenda kwenye hospitali ile ile, akaenda hospitali nyingine. Sasa huko alikoenda kwenye hiyo hospitali nyingine walimtoa hiyo mimba vibaya. Kwa hiyo akawa ameshindwa kuendelea vizuri na ndio maana akapata hayo madhara. Kwa hiyo akawa ameenda tena kwenye hospitali ile ile. Kwa hiyo ikawa ana rekodi kwamba huyu mtu alitoa mimba 2. Sijui kama unanielewa. Basi yule kaka anasema alivyojua alipiga sana kelele. "Hiyo mimba ni ya nani? Hiyo mimba ni ya nani?" Mwanamke akaficha kata. Hataki kutaja kwamba hiyo mimba ni ya nani. Anasema yani mimi nilimpiga siku hiyo nikaanza kukimbizana naye mtaa mzima, yani niliona kabisa huyu mwanamke sijui ananiletea nini. Anasema mwisho wa siku hakujua kwamba hiyo mimba ni ya nani. Anasema, "Dada, huwezi kuamini, nilimsamehe." Yaani kuna wanaume mimi nashindwa hata kuelewa. Sijui mnakuaga na mioyo miwili, mimi sielewi. Akamsamehe pamoja na kusikia hayo aliyoyafanya, na sio kusikia, kuyaona. Akamsamehe. Anasema, "Nimemsamehe kila nikimuuliza, lakini wewe aliyekupa hiyo mimba ni nani?" Mwanamke hasemi. Basi anasema mwanaume kwamba nikananilia, siku moja nikategea, nikamtuma sehemu, haraka nikaingia kwenye simu yake, nikananilia, nikafuatilia. Nikaja kugundua yule mwanamke kuna namba nyingi sana ameblock. Lakini alivyokuja kufuatilia kwenye zile namba akagundua yule mwanamke sio kwamba ana mahusiano na mtu mmoja. Alikutana na wanaume karibia 9. Anakwambia wanaume 6 wote inaonekana wameshakutana kimwili na huyo mwanamke. Halafu hawa 3 ndio wako kwenye harakati za kubembeleza kama watapata nafasi. Yaani mwanamke ni huyu mmoja, ana wanaume wote hao. Lakini anasema katika kufuatilia nikagundua kuna mmoja inaonekana anamuelewa sana. Tena huyo mmoja anaonekana anampa tu amri, "Tukutane hapa, tufanye hivi." Yaani kama vile ameshamshika akili yake kabisa. Akajua tu kwamba huyu inaonekana ndo anayempenda sana. Yule kaka anasema nikaifuatilia ile simu nikaifuatilia nikakausha nikairudishia. Mwanamke akarudi nini, mimi nikafanya zangu mambo mengine, nikarudi tena kule kazini. Lakini nikaa nimeivunja ile simu, nimemnunulia kasimu kadogo. Anasema nimefika kazini, napiga simu inasema namba unayopiga haipo. Si mnajua yani ile inaonekana mtu aliseti kwamba mtu akimpigia asimpate, lakini yeye akipiga inakuja. Mwanaume anasema nilipambana, nilipiga simu, simu haifanyi nini? Haiendi. Tayari akawa ameshajiongeza kwamba huyu huenda ameenda tena kwa huyo mwanaume wake. Huyo kaka anasema nikahangaika. Huyo mtu akaja kunipigia, mke wake akaja kumpigia usiku. Kumbe inavyoonekana alienda kukutana na huyo mwanaume na waliseti ile simu makusudi kabisa. Lakini kwa bahati mbaya inaonekana alisahau kuitoa. Yaani yule mwanaume alisahau kumsetia mtu tena akimpigia ampate. Kwa hiyo ikawa inaonekana yeye akimpigia mtu inaenda, lakini mume wake mtu akimpigia yeye haiji. Umeona? Yule kaka anasema dada, nikaja kugundua kwamba inaonekana huyu mtu bado anaendelea na hayo mahusiano. Anasema mimi niliporudi nikamwambia, "Bwana, mimi naomba mimi na wewe tufike mwisho kwa sababu naona wewe huyo mtu unamuelewa sana. Mimi na wewe naomba tufanye nini? Tuachane." Mwanamke akaondoka, akabeba na mtoto. Na alivyofika naye kwao, eti watu wa kwao wakaanza kumwambia yule kaka kwamba sisi hatutakupa tena mtoto wako umuone, sijui tunamsafirisha, sijui tunampeleka wapi. Yule kaka kipindi ananitafuta alikuwa anawaza kwenye swala kama hili kwamba dada, mimi maisha yangu niliyopitia sijalelewa na mamangu mzazi. Nimepitia shida na sasa hivi naona mtoto wangu tena anaenda kulelewa sehemu nyingine, nitafanyeje? Na hapo unaambiwa huyo mwanamke anarudiana na yule mwanaume wake wa kwanza. Mwanaume wake wa kwanza amekubali kumpokea. Kwa hiyo mimi nawaambia tu ukweli. Lengo la kuwapa hii story ni kwamba mkae mkijua kwamba mwanamke anayesaliti ndoa yake kwa ajili yako, hata wewe sio mwanaume special kwake. Tena ni mwanamke ambaye hakufai, yani ni kunguru. Hata huyo mwanaume wa kwanza ameshindwa kumfuga, unafikiri wewe utaweza? Yule kaka alikuwa anaumia tu na kuteseka kwa ajili ya mtoto wake, anasema basi mimi kuhusu mahusiano nimeachilia. Lakini mwisho wa siku hata mimi nilimshangaa yule kaka kwamba kwenye hiki kitu naye hakuwa sahihi. Wewe unatembeaje na mwanamke ambaye alikuwa na ndoa yake? Mtu alishaisaliti ndoa yake kwa ajili yako, wewe unamwaminije? Mwisho wa siku yaliyomkuta huyo kaka ndio hayo.
Mimi nilimpa ushauri ambao nilijua mimi siwezi kuambia, lakini mwisho wa siku ndio hivyo. Mimi nawaambia tu ukweli. Mwanaume, ukiona wewe unatembea na mke wa mtu ambaye anamsaliti mume wake kwa ajili yako na wewe unahisi kweli anakuona wewe special, wewe umejichanganya. Na sijui baadhi ya wanaume kinawakuta nini mpaka mnaoa wanawake wa namna hiyo. Mimi nawaambiaga mara nyingi sana, mwanamke aliyevunja ndoa yake kwa ajili yako, mkwepe, sio mwanamke sahihi. Hata wewe tu siku moja kimuona mwanaume mwingine perfect kuliko wewe, atahamia huko. Yaani kunguru ni kunguru tu, hawezi kufugika. Iko siku tu atakumbuka porini. Kama kwa mume wake tu alimwacha, wewe utakuwa nani kwake? Unaenda kuoa mwanamke ambaye umeshamuona ni waovyo. Mtu anatoa mimba 6 za kwako. Ana ujasiri mkubwa sana huyu. Haya, na yeye kwa huyu kaka kaja kutoa mimba 2. Kwa yule mwanamke jumla kwenye maisha yake pengine ametoa mimba 8. Na pengine ni zaidi ya 8 kwa sababu inaonekana michezo ya kutoa mimba anaipenda. Sasa fikiria. Mwanaume, yani wewe unakuwa unawaza nini hata unapojiona special kwa mwanamke wa namna hii? Fikiria hata wewe. Mwanamke mwenye ndoa yake tu ameshindwa kuithamini, atakuthamini wewe? Na mara nyingi hata ukisikia anasema mume wangu sijui ana nguvu za kiume, sijui ana nini, wanakuaga tu waongo. Anakuwa tu amekuelewa wewe kwa wakati huo. Na huyo mtu ukae ukijua akiwa na wewe tena atakukinai, atamuelewa mtu mwingine. Yaani mtu yeyote unayemwona mwenye style ya namna hiyo, mwanamke yeyote yule anayeanza kuona amemkinai mume wake kwa ajili yako, ni yeye ndio yuko hivyo. Siku nyingine akiwa na wewe atakukinai, ataenda kwa mtu mwingine. Akiwa na huyo mtu mwingine atamkinai, ataenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kuna watu wao walishazaliwaga hizo tabia wanazo tu jumla. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mwanaume, usije ukadanganyika na mwanamke ambaye amevunja ndoa yake kwa ajili yako. Usije ukamuoa mwanamke wa aina hiyo. Wala usije hata ukajiona ni special wewe. Yaani usije wewe ukajiona ni special kwa mwanamke wa namna hiyo. Ukiona mwanaume mwenzio amelia na huyo mwanamke, ukae ukijua tu na wewe utalizwa na huyo mwanamke. Huyo mwanamke sio sahihi kwa mwanaume yeyote yule. Na ndio maana unaona hata huyo mwanaume mwenzio alishindwa kukaa naye. Na mara nyingi sana maelezo ya hawa wanawake huwa yanajaa uongo, kwamba mimi mume wangu sijui ana nguvu za kiume, sijui mimi mume wangu sijui ana shida gani, mimi mume wangu sijui ananifanyia nini. Wengine wanakuaga tu ni waongo, ni tabia zao tu binafsi, ni huruka zao tu binafsi. Kwa hiyo mimi nawaambia tu wanaume, usije ukajidanganya ukaoa mwanamke ambaye ameivunja ndoa yake kwa ajili yako. Sio mwanamke sahihi kwako. Hata wewe atavunja ndoa yako kwa ajili ya mtu mwingine. Atavunja moyo wako kwa ajili ya mtu mwingine. Atakuumiza wewe kwa ajili ya mwanaume mwingine. Huyo kiujumla ni mwanamke mwenye tamaa. Yaani akimwona mwanaume amevutiwa naye anahamia huko. Kwa hiyo ukae ukijua kabisa.